الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Ndugu waandishi wa habari, ndugu wa Tanzania kwa ujumla, awali yoyote napenda niwaamkie kwa maamkizi bora kabisa ya Kiislamu, maamkizi ya amani. Kwa Kiarabu niwaambie assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, na kwa Kiswahili niwaambie amani ya Mola iwe juu yenu. Leo tarehe 20 mwezi huu wa 3 mwaka huu 2025, kwa mara nyingine tena karibuni sana katika makao makuu ya Al-Hikma Foundation. Tumewaita kwa mara nyingine tukijua nafasi yenu na umuhimu wenu katika jamii. Lengo kuu la wito wa leo au press ya leo ni kutoa shukrani za dhati kabisa kwa watu mbalimbali katika kuyafanikisha yale mashindano yetu makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara yote ulimwenguni. Nitumie fursa hii kwanza kabisa kumshukuru Mola wetu, Mungu wetu, muumba wetu na mlezi wetu. Al-Hikma Foundation tunaamini ya kuwa bila ya Mungu tusingeliweza kufanikisha shughuli ile, mziki ule, nyomi ile, mafuriko yale ambayo hayajapatapo kutokea tangia tuanze mashindano ya Qur'an. Sifa zote njema anazistahiki Mola muumba mbingu na ardhi. Shukrani zote njema anazistahiki Mola muumba mbingu na ardhi. Baada ya kumshukuru Mola, nitumie fursa hii kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ushirikiano wake. Serikali inatupa ushirikiano watu wa dini zote katika nchi hii, na ndio maana nchi hii ni nchi ya kipekee, nchi ambayo ina amani, upendo na mshikamano baina ya Watanzania. Kipekee baada ya kushukuru serikali kuu, ni shukuru wizara husika ambayo mwaka huu ni mwaka wa 10 wizara ikitupa ushirikiano, na nyote mmeshuhudia miaka 10 mfululizo tukifanya jambo letu ndani ya viwanja vyote viwili, Mkapa na Uhuru. Wizara tunaiomba iendelee kutoa ushirikiano ili huu upekee wa Tanzania uendelee kubaki, ili Waislamu waendelee kufurahi, kwa sababu hii ndio shughuli pekee, narudia kwa msisitizo na sauti kubwa, hii ndio shughuli pekee Tanzania inayokusanya Waislamu wote kwa mwaka mara moja. Hii ni kama sikukuu kwa Waislamu, na haya mashindano sisi tunaamini ni ibada kubwa sana kwetu, na ndio maana kwa miaka 10 hatujawahi kung'oa kiti, hatujawahi kuharibu facility za uwanja, hatujawahi kuleta uvunjifu wa amani. Sisi ni watu wa amani, waelewa. Watendaji wa uwanja na wizara ni mashahidi juu ya hilo, kwamba Al-Hikma Foundation wako vizuri, ni wastaarabu na watu wenye kuzungumzika. Mapungufu madogo madogo tusameheane.
Baada ya shukrani kwa serikali kuu na wizara husika, nisiwasahau watendaji wa pale uwanjani, mkurugenzi wa uwanja, meneja, mameneja wote, madaktari wa uwanja, timu nzima, jeshi la polisi, zima moto, ndugu zangu wa skauti, kila ambaye ameshirikiana na sisi kuhakikisha jambo letu linafana, tunawashukuru sana, zaidi ya sana. Hatuna la kuwalipa, tunamuomba Mola Mlezi awalipe kila la kheri. Shukuru wadhamini wetu ambao kwa kweli wametuamini sana Al-Hikma Foundation. Mwaka huu wanafika 75 au zaidi. Haijawahi kutokea shughuli kuwa na wadhamini zaidi ya 75. Wote ni wazalendo, wanatokea ndani ya nchi, hatuna mfadhili kutoka nje ya nchi, na nyote mlikuwa mkishuhudia tukiyataja makampuni yao na kuwapa tuzo mbalimbali. Waendelee kutunga mkono, waendelee kutuamini, na watusamehe katika mapungufu pengine katika ugawaji wa tuzo au lolote ambalo limetokea nje ya uwezo wetu. Kipekee katika hao wadhamini ni mshukuru mdhamini wetu mkuu, ambaye mimi kama mtoto wa mjini, mzaliwa wa hapa Temeke, huwa napenda kuwaita ni mwamba wa miambani. Hao si wengine ni PBZ, benki ya watu na chaguo la watu. Huko nyuma tuliwahi kuwa na mabenki mbalimbali ya Kiislamu, lakini PBZ amedumu. Sio jambo la kawaida kudumu kuwa mdhamini mkuu wa mashindano haya. Kwanza kwa akili haraka tu, udhamini wao ni mkubwa na mambo yao ni makubwa. Tunawashukuru sana PBZ kwa kudumu kuyadhamini haya mashindano, na tunaamini tutaendelea kuwa pamoja nasi. Baada ya kusema hayo, nitumie fursa hii kuwashukuru waandishi wa habari ambao tangia mwanzo wa mchakato mlikuwa na sisi katika press mbalimbali, katika promo mbalimbali, kuanzia siku ya uzinduzi kule Hayati Regency na mpaka siku ya uwanjani, siku ya tukio, na leo pia tuko pamoja. Mungu awabariki sana waandishi wa habari wa Tanzania na vyombo vyenu kwa ujumla. Mwisho, kwa umuhimu mkubwa kabisa, nitumie fursa hii kumshukuru kiongozi wetu mkuu wa kiimani, mufti na shekhe mkuu wa Tanzania. Ni mzee wa aina yake, mzee mpole, msomi mwenye hikma na busara, hakuwahi kututupa mkono. Tuko naye na mwaka huu tumeappreciate ulezi wake uliotukuka, na ndio maana tukampatia tuzo maalum ya ulezi uliotukuka. Mheshimiwa Mufti, popote pale ulipo, vijana wako, mchango wako tunaujua, tunauona na tunauthamini. Mungu akubariki sana. Mwisho, kwa umuhimu mkubwa mno na zaidi ya mno, na kwa msisitizo wa hali ya juu, waandishi wa habari muniruhusu nisimame. Nasimama kwa heshima zote, na wasaidizi wangu katibu na mwenyekiti msimame. Tunatoa shukrani kwa Watanzania. Naomba nipige saluti kwa Watanzania, na wasaidizi wangu pigeni saluti. Tugeuke polisi kwa muda mfupi. Saluti kwa Watanzania. Mmetuamini, mmetuthamini Al-Hikma Foundation, taasisi pekee Tanzania, Afrika na duniani yenye uwezo wa kuwakusanya watu katika viwanja hivi. Nyinyi ndio mmetupa imani hii, na nyinyi ndio mliotufanya sisi leo tuitwe ndio wenye jambo kubwa kuliko wote. Maua kwa Waislamu na Watanzania. Salute kwa Waislamu na Watanzania. Hatuna uwezo wa kuwalipa. Kila Muislamu na Mtanzania aliyekuja
Jumapili ya tarehe 16 kwa Mkapa amepata nafasi au akakosa nafasi, Mungu ambariki sana. Mungu awafungulie milango yote ya kheri. Mungu awafungulie milango yote ya riziki. Mungu awafungulie milango yote ya baraka. Mwenye maradhi katika nyinyi, Mwenyezi Mungu amponye na amvue maradhi yake. Mwenye dhiki, Mwenyezi Mungu ampe faraja. Asiyekuwa na furaha, Mungu ampe furaha katika maisha yake. Asiyekuwa na uwezo wa kifedha na riziki, Mungu amkunjulie riziki zake. Watanzania mmenifilisi, hakika tuna deni kubwa kweli kweli kwenu. Sina la kusema. Mtoto wa TMK mimi nimeblow, maneno yameniishia. Mwaka huu hayakuwa mafuriko, sijui niiteje. Mungu awabariki sana, na wale tulio wakwaza ambao walifika wakajikuta mageti yamefungwa, wakaamua kurekodi klipu kwa kutumia simu zao. Wengine wakanabashe kuanzia mwakani lipisha kiingilio ili kupunguza zahma hiyo. Yote haya ni uchungu wa watu kukosa nafasi na viwanja vyote kufurika. Lakini naamini nyote mliokuja Mungu atawalipa. Hamjapoteza, hata kama hamkuingia, malipo mtayakuta hapa hadi akhera. Nashukuru sana kwa Waislamu na Watanzania, na maua mengi naomba kuwasilisha. Naomba nifanye kama naanza fulani, nafungua fulani hivi. Ndugu waandishi wa habari, ndugu wa Tanzania kwa ujumla, mnamo tarehe 16 mwezi huu wa 3 mwaka huu 2025, tukiwa ndani ya uwanja wa Mkapa katika jambo letu, jambo kubwa zaidi kuliko majambo yote duniani, ni yale mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara yote ulimwenguni. Nilitangaza kwa niaba ya taasisi yetu ya Al-Hikma Foundation ya kuwa mwaka huu tulikuwa tuna surprise nyingi mno. Tulikuwa tuna tiketi 2 za hija za wageni wa mfalme. Tulikuwa tuna tiketi 9 za umra. Tulikuwa tuna viwanja 4 vya ardhi, 3 kwa ajili ya hadhira na 1 kwa ajili ya mshindi wa Kitanzania. Lakini kama taasisi pia tukatoa surprise ya robo karne. Tuliahidi na tukatamka hadharani ya kuwa mwaka huu tutawasaidia wauage ukapera na ubachela na ubachelati vijana 200, 100 wa Kitanzania na 100 tunapeleka Burundi. Huenda baadhi ya watu wanataka kujua why Burundi. Jawabu, Tanzania tukio hili tumelifanya, huu mwaka utakuwa ni mara ya 3. Kwa hiyo sadaka bora nyumbani tulikwisha anza. Mwaka juzi vijana 70 tumewaozesha. Mwaka jana vijana 100 tumewaozesha. Na mwaka huu tutaozesha tena vijana 100 wa Kitanzania insha Allah. 100 ya ziada, 100 nyingine ya ziada tukasema tuipeleke Burundi, kwa sababu ya baadhi ya viongozi wa dini wa Burundi walituomba ofa hizi pia tuzipeleke kwao. Na ukiangalia hali ya Burundi kidogo sio nzuri sana. Watu wa Burundi hali yao si nzuri sana kama hali yetu sisi hapa Tanzania. Kwa tukasema hapana, mwaka huu tuozeshe watu 200, 100 wawe wa kwetu wa nyumbani na 100 tupeleke Burundi. Pamoja na hayo tukatangaza ya kuwa tutawafanyia sunna. Sijui wengine sunna wanaelewa, lakini tohara au kuwatahiri watoto wa kiume 1000. Ndugu zetu wa polikliniki na wao wakaongeza watoto 50. Kwa hiyo jumla watoto tutakawafanyia tahara ni 1050. Utaratibu ukoje?
tunapokea simu, message, mpaka tunazikimbia simu zetu. Naomba nitoe taarifa kwa wale wenye nia ya kutaka kulipiwa mahari na kusimamiwa ndoa zao. Kuanzia tarehe 10 mwezi unaokuja huu wa 4, tarehe 10 mwezi wa 4 hadi tarehe 30 mwezi wa 4, ni siku 20 takriban, tunaanza kutoa fomu hapa makao makuu ya Al-Hikma Foundation, mtaa wa Pazi, Kikale na Yombo. Fomu za kujiunga, fomu za maombi tunaanza kutoa tarehe 10 mwezi wa 4. Tusaidieni waandishi wa habari, hizi klipu zisambae, ziwafikie watu wote, ili mwenye nia ya kutaka na yeye kuingia kwenye jambo hili kuanzia tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka huu 2025 ndiyo tunaanza kutoa fomu za maombi, na mwisho wa kutolewa fomu ni tarehe 30 mwezi wa 4. Kwa hiyo njoeni makao makuu ya Al-Hikma Foundation. Mkifika hapo magetini mtakuta tayari fomu zipo, watu wachukue fomu wakajaze na warejeshe. Watakaporejesha, timu itakaa, itafanya mchakato na mapitio, kisha mtaitwa katika usaili, interview ya mwisho. Baada ya hapo, jambo likikamilika, tutatangaza mapema iwezekanavyo ndoa hizi 100 zitafungwa lini. Wa watoto watakaofanyiwa sunna 1050, jambo hili tumelitua kwa jopo la madaktari wenye experience katika mambo haya, ambao watawafanyia sunna watoto wetu kwa njia za kisasa kabisa, sio njia zile za kuumizana za mwaka 47, njia za mpira za kisasa. Wiki ijayo, Mungu akipenda, madaktari hao watakuwa hapa ofisini kwangu. Waandishi wa habari, tutakuombeni tena muje msikilize wao wamejipangaje na wanatangaza lini. Kwa taarifa tu, wanataka haya majambo wayafanyie katika vituo vya afya vya serikali. Kwa hiyo wapo katika mchakato wa kufunga mazungumzo na uongozi wa serikali. Watakuja wiki ijayo kutuambia kwa Chanika kituo gani cha afya ambacho watafanyia jambo hili na tarehe ngapi, kwa Mbagala itakuwa lini, kwa nani itakuwa lini. Kwa hiyo taarifa ya kuwafanyia sunna watoto 1050 zitakuja kutolewa na jopo la madaktari, kwa sababu hilo linafanywa na wao. Sisi taasisi tutawezesha wiki ijayo insha Allahu taala. Ama fomu za ndoa nimetangulia kuwatajia, zinaanza kutoka tarehe 10 mwezi wa 4 hadi tarehe 30 mwezi wa 4. Mwisho kabisa, ndugu waandishi, kuna ndugu zetu ya Ilala mwaka huu pia wametuunga mkono, wametupa fursa ya kuwasomesha vijana wa Kitanzania 50 kupitia Al-Hikma Foundation. Na City College inafahamika inajihusisha na masuala ya afya, na ofa hizi tayari ziko chini ya Al-Hikma Foundation. Mtanzania yoyote ambaye alikuwa anataka kusoma masuala haya ya afya kupitia City College campus ya Ilala, wanaweza wakaja hapa Al-Hikma Foundation tarehe 10 hiyo siku ya kuja kuchukua fomu za ndoa, wakaulizia mchakato huu, tukachukua details zao. Al-Hikma Foundation itakapojiridhisha huyu anafaa, tutaandika barua ya kitaasisi, tutampa muhusika anapeleka City College campus ya Ilala, na hatimaye atasomeshwa Mungu akipenda. Naomba kuwasilisha haya. Naomba nitumie fursa hii niwaambie Watanzania, zoezi la kusaidia watoto wetu kuwafanyia sunna au kuwatahiri watoto 1050, hilo halichagui dini wala halibagui. Mtanzania yoyote sharti awe mtoto wa kiume, na mtoto wa kiume kuanzia tarehe 10 mwezi wa 4 mtakapo
kuanzia wiki ijayo madaktari watakapokuja kutoa tarehe zao na location zao, pelekeni watoto wenu. Sisi tunasaidia watu wote. Hili jambo ni jambo la kijamii, sio jambo la kiimani. Ama kama kuna mtu mzima ambaye na yeye ana mtihani huo, anataka kujitoa kwenye hili, basi anaweza akaja kwangu akazungumza na mimi, mtu mzima mwenzake, tujue vipi tunaweza tukamtengenezea mazingira bila ya kumtangaza. Kwa hiyo watu wazima pia tutawapokea. Naomba nimalizie leo, nimeamua niwawekee hii clip. Inawezekana si wengi wenu hizi picha mnazo, kwa sababu wengi mlikuwa ndani nyie. Anapokuja mgeni rasmi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, anafika pale getini, anaamua kusimamisha gari. Anaambia simamisha gari dereva wake. Mimi naingiaje mgeni rasmi, watu hawajaingia uwanjani? Anaambiwa mzee, mafuriko mundani, viwanja vyote vimefurika. Hichi ndicho ambacho tunakwambieni, na huu ndo mziki wa Al-Hikma Foundation, na hii ndo imani ya Watanzania kwa Al-Hikma Foundation. Endeleeni kutuamini Watanzania, sisi ni wakweli katika masuala ya dini, hatuna janja janja. Katika masuala ya Qur'ani hatuna janja janja. Mapungufu tunayo, hatujakamilika kabisa. Tuna madhambi yetu, tuna maovu yetu, tuna makosa yetu mbele ya Mola wetu, lakini kuna maeneo kwa ukweli hatutaki maskhara, tunaogopa moto kwenye mambo ya dini, mambo ya amana. Ukinipa hela hii hapa ipelekea watoto mayatima 10 inafika. Sitaki kabisa ubaya na Mungu. Mashindano ya Qur'ani hatutaki kabisa kuyachezea. Kwa hiyo Watanzania, endeleeni kutuamini na mwakani muje. Hapo utadhani kama tuko Maka au Madina hapa mafuriko. Si mnayaona jamani? Kama tuko Maka na Madina. Yaani ukiacha Maka na Madina, Tanzania ni nchi ya pili kuwa na watu wengi katika event ya kidini. Kwa hiyo hizi kwa mwenye kutaka zipo katika flash, tutakupeni. Enezeni ulimwengu ujue uzuri na baraka ya taifa hili la Tanzania.